ni mtu kusema Mungu, mimi ukinibariki vikubwa, inaniwia vigumu kukutolea sawa sawa na neno lako. Mungu anakubariki pale pale, Mungu hataki kukosana. Yaani Mungu ni mwaminifu sana. Yaani sana. Mwaminifu. Anakuwa nikupe milioni moja usina kumtolea laki. Ngapi elfu moja utolee 100. Unataka 100. Tapo elfu moja kila siku mama nimeota nimesikia elfu moja. Mama nimeota nimesikia elfu moja. Kwani sio laki? Kwa milioni kwa sababu utoaji wako. Sisema mwana nabii. Mama mzao utoaji wako utakupeleka kwenye kustarehe kwako. Utakupeleka kwenye kustarehe kwako. Yaani ukisikiliza somo title yake utafikiri lakini unauma. Yaani my time to relax. Unafurahi, I'm going to relax. Lakini ili relax unataka kufanya nini? Amen. Kuna mambo utakayofanya ili relax. Amen. Mwanamke mjamzito ndio leba bila kupush mtoto kutoka. Nakwambia akijaza na kufa yeye na mtoto anakufa. Akitaka relax asukume mpaka mtoto atoke hapo hapo. Hapo sema relax. Lakini jua kuna maumivu alipitia. Kuna vitu alipitia. Akavumilia akasema kwa kitambo kidogo tu nitavumilia hivi na nitashinda. Yes. Unahitaji jaribu. Unahitaji changamoto. Nikwambia pointi ya kwanza. Ya pili kabla sijia ya tatu. Mungu anakuhitaji wewe ili uingie kwenye mstari. Haleluya. Ya tatu, unahitaji jaribu ili uingie kwenye hatima yako. Yaani unahitaji kipimo ili uingie pale mahali ambapo Mungu anataka uwe. Amen. Yaani ni ngumu kumiliki gari kama hujaomba lift. Yaani ni ngumu kumiliki gari lako kama hujazoea kuomba. Sasa naomba mpaka unakerekwa. Yaani mpaka mtu mwingine akikuona na kimya kabisa lazima omba huyo. Na ukishaje umeitwa omba unakasirika. Unaanza kusema 200 ushasema kununua gari. Kwa nini? Kwa sababu ulikuwa mwombaji, ulikuwa omba, sio mwombaji, omba, ukapata changamoto ya kuitwa omba, ukajisikia vibaya kusanya kwako. Amen. Ndio kwa neno la kwako. Amen. Otherwise, ngoishia kuomba. Na mimi nawapokea sana wanaoji watu. Lakini msiwajibu. Lakini ukininyima mimi unanisukuma kwenye muujiza wako. Yaani unaponyima kitu unachokuomba hapo unanipa hasira kutafuta chako mwenyewe. Kama nikikuomba gari ukinyima, yaani unatia motisha kutafuta kwa mwenyewe. Amen. Bwana kwenye mambo yetu. Lakini kuingia kwenye raha ile kunahitaji bidii. Somaje usome pale mahali. Kuingia kwenye raha ile kunahitaji bidii. Amen. Kuna mtu mmoja anataka nikamwambia, "Bosi unauma." Ananiambia, Naona kama nijizungusha hapa. Kunahitaji bidii ili Mungu ajibu. Amen. Mungu yaani unapojibu unasema nyoka toka. Kama kitoka sawa. Asipotoka kutafuta sana. Lakini kunahitaji bidii. Yes. Bidii yako pamoja na kutoa, bidii yako pamoja na kusikiliza nabii, bidii yako pamoja na kuamini nabii, bidii yako pamoja na kuja ibada, bidii yako pamoja na kuhudhuria na kufanya kila kitu ambacho unaanza kufanya. Amen. Yaani bidii yako pamoja na kusikia mchango support mama unatoka. Hiyo ni CD. Amen. Bila kuyo era yako. Amen. Unaenda na tabia mama mazuri. Ule unabii mzuri unakupata na huko uliotoa. Amen. Mungu unakupata na kulokete huko kwa sababu nini umetoa. Amen. Ndio unashika kwa sababu hapana. Ujui missionary hii kuna mtu ndio kundroga nyoruza mauti. Kuna kitu mmoja tu. Ni wengi. Ndio. Yaani mmoja kuuza magari 7. Alafu hata mmoja ndiye ajabu. Wewe yaani Mungu ukisikia Mungu kashuka kipindi cha Musa. Mungu anasema nimeshuka mwenyewe. Na nikutoka 3:15. Mungu anasema nimeshuka mwenyewe nimesikia mateso ya watu wangu. Ndio hapa. Ndio hii Mungu kushuka mwenyewe. Amen. Magari 7. Alafu hata mmoja. Wewe gari linatengenezeka. Mtu akiwa atengenezeki. Yaani hata robot hafai kufanywa. Umeisha. Lakini Mungu anakuokoa. Amen. Lakini Mungu anakulinda. Amen. Fanya bidii kuingia katika raha hili. Amen. Mungu kuingiza. Amen. Nakwambia kama ukiwa na mmoja ndio upande usipofanya bidii ya kuja na picha yake, usipofanya bidii ya kuja na nguo yake, ni ngumu kuingia kwenye achi. Fanya ili Mungu afanye bidii. Amen. Yaani Mungu bila wewe anaonekana fake mbele zako. Yaani mimi ndio upo nabii. Usipofanya kazi, mimi naonekana fake. Anataka usabiri fake mbele zako. Yaani kumwambia hivi babako apone, ampe maji chupa 3. Usipompa, mimi nakuwa fake na apone. Ile ukimpa, nakuwa original na anapona. Amen. Unaona Amen. Na bila kukwambia kitu, usipokifanyia kazi, anakuwa fake mbele zako. Ile ukikifanyia kazi, anakuwa original na anatimia mbele zako. Amen.
Point not church. Yes. Neno nasema yaani ili Mungu ajidhihirishe kwako, Mungu akutumie, Mungu anakuhitaji wewe. Amen. Yaani Mungu hana ujanja kumfungua mtu. Ndio maana Mungu hajaika imani kwenye binti. Kwamba ni Bwana ukiamini mtu utafanikiwa no. Hapana. Ukiamini jengo utafanikiwa no. Hapana. Ukiamini barabara hii utafanikiwa no. Ukiamini nabii. Yes. Nabii, yaani nabii kwa maana ukita tafsiri nabii Biblia ni mtu anayepokea ujumbe kutoka kwa Roho Mtakatifu. Amen. Yaani ujumbe special kutoka kwa Roho kwa Mungu kupitia Roho Mtakatifu. Amen. Ili kwa watu wake. Amen. Yaani nabii mtu anasema na Roho. Yes. Mtu anasema na Mungu kupitia Roho. Yaani Amen. Roho ni daraja kati ya nabii na Mungu. Amen. Na nabii ni mtu anasema na Mungu kupitia Roho. Amen. Juu ya watu. Amen. Au juu ya kitu. Yes. Huyo ndo nabii. Kwa hiyo Mungu anaposema mwamini nabii ndipo mtakapofanikiwa. Usipomwamini nabii anakuwa feki kwako. Yaani ndio yape mwezi. Kama haumwamini nabii, wewe utabela. Kwa mafanikio kwa kulimbide, yaani utapigana autostrap. Utapigana yaani utapigana sana. Lakini unapomwamini nabii na kunyosha na kutangaza mambo yako, nabii anakuwa original kwako. Amen. Hapo mambo yanatokea na yanatimia kwako. Amen. Kwa nini nabii kwa nabii akwambia fanya 1 2 3 ukifanya mpaka 4 5 6, wewe kinatokea. Nabii akwambia fanya 1 2 3 ukifanya 4 5 6 vitokee. Avitokee. Akwambia 1 2 3 na 1 2 3. Yes. Hapo ndo majibu yanatokea. Amen. Akwambia 4 5 6 na 4 5 6. Yes. Hapo ndo majibu yanatokea. Amen. Lakini ukijitia mjanja ili kujiongeza kwa nabii. Mwambie jirani yako wewe. Mwambie ukijitia mjanja ule unasema kwa nabii na kulala kwanza mhubiri. Wewe. Habari ya muda. Ni ngumu kupokea. Nifanye jirani yako leo leo. Mambo usikute usisimizi wewe. Usikute dosi yako. Maana na rafiki wengine si yako baya sana. Yaani analala hapa kumbe anahamisha marogo wako. Anahamisha au ni sehemu pia. Soja basi mimi. Ibrania 4:11 anasema. Kuna mmoja Ibrania. Basi natufanye bidii kuingia katika raha ile. Basi natufanye bidii kuingia katika raha ile. Ili kwamba mtu yeyote asije akaanguka kwa mfano huo wa kuasi. Ili kwamba mtu yeyote asije akaanguka kwa mfano huo wa kuasi. Sikiliza. Mungu anaingiza mtu katika kustarehe. Amen. Yaani Mungu kupitia nabii anakupa kustarehe. Amen. Lakini nabii anakuhitaji ufanye bidii ili uingie kwenye kustarehe. Amen. Yaani nabii hana ujanja. Yes. Kama hautakubali kustarehe, nabii hana ujanja wa kukustarehesha. Kwanza ndio kubali. Ukikubali na maana ukubali kuyatenda maneno yake. Yes. Na kuyapata huko ndio kustarehe kwenyewe. Amen. Lakini ukikataa kutia mgomo, kustarehe wako ndio hakuna. Kwa hiyo ndio maana Mungu anasema na tutie bidii katika kustarehe. Ingawaje yeye anataka kustarehe. Kwenye Yeremia utaona. Kwenye Yeremia 50. Utaona. Je, Mungu anataka nini ili mtu akiwe kustarehe? Anamhitaji wewe, unamhitaji yeye. Unamhitaji yeye akupeleke. Amen. Lakini yeye anamhitaji wewe ukubali. Amen. Ukikataa kupelekwa ni ngumu kwako kufanikiwa. Fungu letu Yeremia 33. Mstari wa 33 unasema. Bwana wa majeshi asema hivi. Bwana wa majeshi asema hivi. Wana wa Israeli. Wana wa Israeli. Na wana wa Yuda. Na wana wa Yuda. Wameonewa pamoja na wote waliowachukua mateka. Sikiliza hilo neno kutoka Mungu. Mungu apimwe asema hivi. Yes. Wana wa Israeli pamoja na wana wa mama wani. Ndio. Waonewa na wale wachukua mateka. Wana washika sana. Wanakataa kuwaacha. Mstari wa 34. Mkombozi wao ni hodari. Bwana wa majeshi. Ndilo jina lake. Amen. Wewe mkombozi wao ni hodari. Ndio. Bwana wa majeshi. Ndilo jina lake. Ndio anasema ya kwamba wamekataa kuachilia na wateka wao. Watesi wamekataa kuachilia. Lakini akasema Mungu mkombozi wao ni hodari. Bwana wa majeshi
anasema hapo ngoja nijibu. Yaani Mungu anasema waambie wana wa Yuda wameshikiliwa mateka na wale washika. Lakini waambie mkombozi wao ndio ndani. Bwana wa majeshi ndio jina lake. Mungu ili akutokee. Yes, ina situation unapitia. Yaani kama una shida ya hela, Mungu anajiita Mungu yeye, yaani Mungu mtajirishaji. Amen. Kama una shida ya hela. Amen. Kama unakosa amani anajiita Jehova Nisi. Mungu mwingi. Mungu wa amani. Amen. Kama una shida na upendo anajiita kama Mungu, yaani kama shida labda yaani umepitia magumu anajiita Mungu mfariji. Inapokuja kwenye mambo ya kushikiliwa na watesi anajiita hodari wa vita. Amen. Bwana wa majeshi. Amen. Yaani Mungu anatokeza kwako kulingana na situation yako ulionayo. Amen. Ndio maana uliambiwa ukivaa zile vitendo vichunge kuvaa hii na hii na hii. Kuna mwingine kavaa tu kama mimi. Chunge ukijiza kuongoza malaika. Kuna zingine malaika wa amani anakuja, hata na malaika wa vita ukakuta kwenye na pia kuna malaika wa amani anapigwa. Yeye unashangaa wa amani hamna. Yaani ndio maelekezo. Mambo mzako elewa maelekezo. Elewa maelekezo. Mungu anapokuja kwako ili akuhudumie, moja, anaangalia unafika katika kitu gani. Je, hitaji lako ni nini? Kama ni mgonjwa mmoja kama Bwana mponyaji. Anasema kwenye Zaburi ya 120 mstari 7 kwamba yeye ni Bwana mponyaji. Amen. Kama unapita anakuja kama Bwana wa majeshi. Kama unapitia mambo magumu anakuja kama Mungu mfariji. Amen. Lakini yote anasema Bwana wa majeshi ndio jina lake. Lakini yote ni majina yake. Jehova Shama, Jehova Jireh, Jehova Nisi, Jehova Shalom. Yote majina yake. Amen. Inategemea je, unamhitaji katika position gani? Amen. Unamhitaji Mungu katika hali gani? Amen. Unamhitaji katika kazi. Unajua kama Mungu mpaji. Kwa hiyo unahitaji katika ndoa. Anahitaji watoto, bado ni Mungu mpaji. Amen. Kwenye vita Bwana wa majeshi ndio jina lake. Amen. Mimi ninatambulisha mimi ni Bwana wa majeshi nimeshuka. Yes. Tegemea Mungu leo akutokee. Amen. Akufikishe ile raha anayotaka. Amen. Ufike kwenye ile raha anayotaka yeye. Amen. Sio raha ambayo unataka. Unaweza ukataka raha yako ambayo wewe sio, yani sio hatima yako. Ndio. Yaani unaweza ukataka mahali kufika wewe kama unaridhika na hali kumbe ile sio ya kwako. Yes. Kumbe Mungu akupangia mambo mengine makubwa. Makubwa. Sana mbele Yeremia 6:3. Mimi ni Mungu. Namuonesha mambo makubwa na magumu ambayo hauyajui. Ndio. Kwamba ni Mungu anayuko katika makubwa. Amen. Sio katika madogo tu hayo unayotaka nayo. Hapana. Usirizike na uponyaji ulionao. Usirizike na hali ulionayo. Yes. Mungu yuko katika makubwa. Amen. Sio kama usipomeka katika madogo, ingawaje nataka katika madogo. Na usipomshukuru katika madogo ni ngumu kutoka katika makubwa. Yaani usipompa sifa kutoka katika madogo ni ngumu kujibu katika makubwa. Ndio somaji. Anasema Bwana wa majeshi ndio jina lake. Bwana wa majeshi ndio jina lake. Yeye atawatetea kwa bidii. Atawatetea kwa bidii. Apate kuistarehesha nchi. Na kuwasumbua wakaao katika Babeli. Na kuwasumbua wakaao katika Babeli. Nitakwambia Bwana huko. Yuko mambo anafundisha kwa mfano wa koti. Haleluya. Kwa Bwana wewe unaweza kuvaa koti na mkubwa. Lakini mkubwa hawezi kuvaa koti lako. Amen. Kwa sababu hali hii. Wewe utakufa mwingine. Rizika na size ya kiatu ulicho nacho. Amen. Rizika na size ya kiatu unachokivaa. Amen. Usiporizika na size ya kiatu unachokivaa, uking'ang'ania kiatu cha wakubwa, utatembea huko unaomba lift wengine. Unachokipaa lift ni magonjwa, maskini unaomba lift. Unataka unakupa lift. Yes. Yaani mimi nikivaa kiatu cha mtu ambaye ni kikubwa kwangu, siki na nipaya. Yes. Ni kikubwa kinaacha nafasi. Ina maana na vipa lift vitu ambavyo sivyo kwenye maisha yako. Amen. Yaani rizika na size ya kiatu ulicho nacho. Amen. Yaani rizika hapo ulipo. Using'ang'anie vya mwenzako. Kama unabisha jifanye wewe nabii yako ujianze kutabiri bila kusikia. Naona kwa nguo sijui. Kwa sababu kama ni sijui tu. Wewe ni mchungaji bali wewe ni mchungaji. Leseni yako ni uchungaji kubali ni mchungaji. Leseni yangu ni ya bajaji, kubali mimi naendesha bajaji, dereva anakaa mbele, watatu nyuma mwisho. Ndio. Kama leseni yangu mimi kumbuka, pale tunakaa wawili na wengine wanakaa wengi mwisho. Ndio. Kama leseni yako ni askari, kumbuka, mimi nabebaga, mimi naendesha mimi na mke wangu nyuma na mizigo wangu. Yes.
Hapo si hadi wewe mwinjilisti. Yaani naendesha gari mimi na kio wangu yaani Dodoma, hapo nyuma na baba mizigo ya watu. Sina pesa. Ukienda kuweka watu kwenye skani hakuna gari la abiria. Nielewe leseni yako. Amen. Nielewe size ya kiatu chako. Amen. Nielewa. Yaani kwa hivi, bwana kama mimi nimesha bajaji. Nikiweka mtu wanne pale nyuma, serikali lazima itaendesha moto. Kweli. Lakini nikiendesha haisi na baba kwa watu 20 kwa sababu naruhusu. Yes. Kwa hiyo mtu anasema na mimi nasema na utumishi hapa ni katika roho, sio katika mwili. Naongea katika roho na vile utumishi wananielewa. Naposema ielewe leseni yako, elewa kile unachokifanya. Kama leseni yako inakuhusu kwenda mishindano na watu wawili na nao, kila lazima utakufa. Maana unaweza na maana kana na wengi. Leseni yako. Mungu ni leseni. Yes. Elewa size yako. Yaani usikose. Shoko. Wewe bwana unataka tu talent. Unaenda kuendesha range. Unafungwa. Unapatia ajali, unasha gari la chini au unakaa unaanguka. Kwa hiyo unakamwa kama umeshaka pembeni ile leseni yako. Kile cha kwako ndicho kipati. Amen. Kile cha kwako. Amen. Kile habisi na vikuhusu. Yes. Pige bwana sababu kwa wewe. Ukielewa size ya kiatu chako, utabaki kiatu mwenzako. Kabisa. Ukielewa size ya kiatu chako, hautabadilika kwenda kupaka kiatu mwenzako. Yaani hakunaga aibu. Hebu ashumu kwenda kwa mtu. Umeingia na hapo unasomesha mtu kutaka aje kiatu chako. Anaangalia kwa vibaya. Hivi ukifuma anajisikiaje? Au hebu tuwashumu wewe umefumwa, unajisikia kiatu cha mgeni, unajisikiaje? Sasa hapo sasa ukute mtu una karama yako labda ufundishaji na ngana kutabiri. Yaani hapo ndio umefumwa sasa. Kuja kuvaa kiatu cha mgeni. Una karama yako ya uchungaji unang'ang'ania uinjilisti hapo umefumwa, yani hapo umefumwa. Una karama yako ya uinjilisti unang'ang'ania utume, yani hapo umefumwa, unabaki kiatu cha mgeni. Kielewe size ya kiatu chako. Amen. Usibete mwenzako maana utaipika. Amen. Kama ukipata mdogo zaidi, ina maana unakanyagia mpaka unaumia na miguu, sawa? Ukipata mkubwa mpaka unakipa lift vitu vingine ambavyo sio vya kwako. Yes. Karibu maskini lift, magonjwa na hapa lift, watoto unakupa lift, maskini unakupa lift. Ndio. Bora ukipata sasa yako. Amen. Au nabishi. Naomba watatu. Watatu. Hawezi. Siwezi hata kujaribu. Hawezi kujaribu. Hata kama unaweza kujaribu. Nikuonesha jinsi mtu ukitembea kwenye viatu ambavyo sio vya kwako unavyokuwa. Yaani unapotembelea huduma unang'anizia, unaandika top tena na big nini hapo. Hapa ndani baridi. Fire kumbe cold. Jinsi unapokuwa. Yaani unaandika pale unatembea sio ndani. Ndio kama unaanguka. Yaani kwa jaribu tamani nijaribishe. Lakini amesema haya, njoo. Amesema uje. Njoo baya. Jamani tunafundishana. Tuelewa tu kidogo. Yaani nataka mtu aelewe size yake. Yaani unapoelewa size ya mtu, ningepata mtoto mdogo ningefurahi sana. Baki. Haya nenda. Wewe mtu mzima. Kadogo. Na mama mlengeki pale nyuma. Mwalimu na mama nani mlengeki pale nyuma. Kani ndo kata kule kwa vizuri. Mwalimu anasema hawezi kuonyesha vitu vyake. Ina maana katika kama wewe ni nabii, ina maana yeye haistembelewa na haistembelewa nabii. Si ndio hivyo? Amen. Ina maana kama ni mwinjilisti huyu, bora atembelea hapo, yaani hapo ndo nafiti. Yes. Yaani ukimpa hii haiwezi na kukunja miguu. Yaani ndio hivyo mtu ukute maana ndio ndio hizo protection zako. Yaani ni kama jinsi sasa huyu analazimisha mama. Piga makofi pekee kapendeza kweli hapo. Nataka piga ndani. Nataka habari. Nataka hiyo habari. Nataka jaribishe. Nataka nikuonyeshe jinsi gani. Yaani mtu kielewa mambo yako unafanya ya kwako. Lakini usipopata mambo yako na kufanya wengine, ina maana kuna jinsi hauendi sawa sawa. Amen. Huyu hapa akiona viatu vyake hivi vizuri, rubber shoes.
Anatembea kwa tembo kabisa. Lakini tembele prophet siku zote kwanza piga kwa kelele pana. Kuja wewe. Kwa hiyo prophet. Sasa hai, tembea. Akimbia. Kimbia kabisa. Njoo tena. Unaona hivi? Kwanza tunampa shida kutembea. Kwa sababu sio cha kwake. Lakini pia huku nyuma huku anacha nafasi na vipa vitu vingine nafasi. Yaani huku unavipa magonjwa nafasi. Wewe ungepata mchanga. Yaani umefiti mwenyewe. Lakini unapovaa kiatu ambacho sio cha kwako, unavipa vitu vingine nafasi ambayo umestahili kwa maisha yako. Yes. Yaani unapotembelea muujiza, unapotembelea unasema usilalie mlango mwenzio wazi. Yaani unasemaje? Usilalie mlango wa mwenzio. Usilalie baadhi ya mwenzio mlango wazi. Yaani sasa ndio hivi, unalalia baadhi ya mwenzio mlango wazi. Yaani unavaa yaani mpaka mtu akitembea huko hadi mwenyewe sio mcheka. Kwa sababu afanyaje amevaa kiatu oversize. Lakini pale kimwambia sasa hapa kile pale. Pamoja na dogo wake ule sasa hapa. Yaani kinamkaa huyu vizuri, lakini pasta hawezi kuvaa kwa sababu kile sio nini? Sio size yake. Yes. Kwa hiyo ukielewa size yako ina maana hakuna vitu vingine utakavyovipa nafasi. Nake kubarikiwe. Ile kwa prophet. Yaani kikokaa kikokaa. Barikiwe na kabisa. Yaani sawa sawa na huyo hapo. Yaani nimwambie huyu abega cha mamlaka. Dada. Sasa mko utaingia. Hauingii kabisa. Yaani unajua sasa tuingilia nini? Unajua kuna vitu vingine tunakosi. Kumbe hadiingia lakini tunafanyaje? Tunalazimisha kwa yaani unalazimisha. Unasema Mungu amesema katika na ile tutaingia kwa bidii. Mimi niingiza kwa bidii. Ni kidogo na kuna bidii za kuingia, sio bidii za kulazimisha. Bidii za kufanyaje? Za kuingia. Yaani hapo ni sawa sawa na mama hapa bebe kwa high heels hivi hapa. Yaani hii ilivyo iwe. Atavaa high heels yake hizo ya mdogo hii. Hii kwanza itamwangusha. Hii na mguu wake na mguu wake mzuri utavunja. Kwa sababu amevaa kitu ambacho sio size yake. Yaani jambo na mguu hii. Yaani kwa mzuri sana kwa sababu hakuna anaweza kujibisha. Hata bani huyu amecha huyu. Kiteka hapa. Tungefanya kombe lakini Mungu Mungu awabariki. Amen. Wote wengine kwamba hakuna anaweza kuvaa kitu cha mwenzake. Umeona? Ndivyo na wewe hauwezi kuvaa, yani hauwezi kutembelea baraka ya mwenzio. Amen. Elewa baraka yako au utembelee pale pa kwako. Amen. Mwenzako maacha. Yes. Yaani mwenzako unaweza kununua bochini, wewe shema zako hapo kwa Suzuki. Hapo hapo. Subiri. Mungu akubariki kutoka kwako. Ukilazimisha ukauza nyumba, utauza hapo mwisho wa siku unanunua Lamborghini na ile mafuta kwa kauna. Ile useze yako. Ili Mungu akubariki. Mtoto anapokuwa, mimi ninapotembea na vitu vyangu hivi najisikia raha kwa sababu vinanitosha. Lakini ninapovaa vitu vya mwingine sikuweza sijisikii raha kwa sababu sio size yangu. Aidha ni vidogo au vikubwa. Yaani kwa jinsi tu vinanifanya na kwa siku kama tena. Yes. Tuendelee. Nasema kwamba mstari ule wa 34 anasema kombozi wao ni hodari, Bwana wa majeshi ndilo jina lake. Kombozi wao ndio na majeshi ndilo jina lake. Yeye atawatetea kwa bidii. Apate kuistarehesha nchi. Na kuwasumbua wakaao katika Babeli. Anasema upanga huu juu ya Wakaldayo. Asema Bwana. Sikiliza, upanga ucho wa maadui zako. Asema Bwana. Upanga ucho wa watesi wako. Asema Bwana. Kama neno Mungu anasema mwenyewe. Yaani unabii huu ni Mungu anasema mwenyewe. Ukisikia mahali asema Bwana, hii ni Mungu mwenyewe anasema. Hata mwandishi anaandika kama jinsi kilivyosemwa. Upanga ucho wa Wakaldayo asema Bwana. Anasema upanga ucho wa maadui zako asema Bwana. Upanga ucho wa watesi wako asema Bwana. Upanga ucho wa Kristo wako asema Bwana. Ni kwa mnabu. Sasa mimi Mungu anamwambia Elisha. Elisha na Petro kwamba walio pande wetu ni wewe kuliko wao. Kama ndio Mungu unamsema. Nasema Mungu anapesa anatembea katika uponyaji leo. Ndio. Ukitaka kuponya ukimwi, wewe Mungu mwenyewe. Ndio Mungu ndio msaada wako. Elisha na Elia. Ndio upanga ucho wa watesi wako asema Bwana. Pokea neno maana la kwako. Unajua na hubiri kwa kufundisha. Kwa sababu pengine utabiri. Sasa nikihubiri kwa kuitii, alafu pengine utabiri, Mungu ni kitu kimoja sana. Kwa maana kupeleka pole pole.
ndio uelewe. Ili maana ninapokuambia omba, mwambie Mungu akupe size ya chako. Amen. Umwani sigani nilivyokumpigia kwa kitu kingine. Yes. Akitembea kwa kidogo. Wewe ndio ule vitu kwako unapotembea vitu vya wewe. Yaani sio kama muomba kwa kama unapotembea unatamani yani sio na tukesema vitu vya kiroho kwa kama za kiroho. Kama mchungaji mtenisi walimu. Yes. Kama mchungaji anaenda kwa mwalimu, kama mtenisi anaenda kwa mtume, yani ndivyo unavyokuwa. Yani unapotembea kwa shida baada ya kupata kitu ambacho cha kwake, ndivyo unaonekana. Unapotembea kitu ambacho sio cha kwako. Amen. Sababu unakuwa ni fake. Ukimwambia utamwambia Mungu naomba nipe size yangu. Amen. Size yangu itakao nipiti. Size yangu ambayo mimi nikitembea nao watu wana mimi ndio mimi. Amen. Sasa size za wengine. Yes. Adui yako anapotembelea size yako, yule ndio ataibika. Aibike hapo juu yake. Yes. Asema Mungu. Amen. Ndio somaji. Anasema upanga huu juu ya Wakaldayo, asema Bwana. Asema Bwana. Na juu ya hao wakaao Babeli. Najua kwa Babeli, na juu ya wakuu wake, najua wakuu wake, na juu ya watu wake, najua watu wake wenye hekima, wenye hekima. Upanga huu juu ya hao wakao, upanga huu juu ya hao wajisifuo, huu juu ya hao wajisifuo, nao watapumazika. Nao Mungu akawapumbaza maadui zao katika jina la Yesu. Watapumazika katika jina la Yesu. Kila adui yako anajibu, wewe kwa pekee kitu. Kuna watu wanategemea kwa ujui. Yaani kuna mwingine anajipumbaza anajisifia bila mimi ndio nimemsaidia, kama sio nimemtoa pale, wewe sio Mungu. Ndio. Yaani unatumika tu, wewe sio Mungu. Ndio. Yaani Mungu anajirindia sema kama sio wewe, kama sio mimi, kama sio, lakini sio wewe mwanadamu. Mungu anasema ukao juu yao hao wajisifua. Yes. Mungu anawapumbaza maadui zako wanaojisifu kwa uongo. Amen. Nitakwambia kweli. Yes. Yaani sana sana hapo unapoenda kupumzika. Yamkini kabla hujaingia kwenye pumziko, yes, ukapitia kato fulani vikagumu. Kuna mwingine labda biashara ya nyumba, wengine kwa sababu unapopitia labda biashara ya nyumba, labda mchumba amekuacha, labda mambo yameenda hivi na hivi na hivi. Nitakwambia kweli, wakati unapitia magumu, yes, wewe ndio wakati wa kuonesha kwamba unapitia magumu. Amen. Wakati unapitia mateso, yaani wakati unapitia, yaani wakati unajaa, ndio wakati ambapo ukiwa karibu chakula sema mimi sitaki nimeshiba. Au anakubisha kula sema anakula kula siku sitaki kuleo. Na haujala hata mpaka ndio hujapata. Huo ndio wakati. Sio unakuta mtu yaani yuko labda mtu wako tu labda pata na shiba amekuacha, unaanza kuposti mtandao, I'm disappointed, I'm fed up, I'm this. Wewe unampa kiki. Ili ukimwambia yaani partnership wako amekuacha, unaandika mtandao, I'm the owner of the company. Mimi ndio boss wa kampuni fulani bwana. Mimi namiliki kampuni fulani. Hata kama hakufuatilia, kuna watu watampa link yako. Wataangalia yule mtu ulimwacha kule sasa hivi ana mbele sana. Wewe unapoonesha unyofu, unapoonesha uoga au udhaifu wako mbele ya adui yako, hapo unampa kitu. Unaona? Yaani bila mimi asingefanya mkoa, unaona? Yaani kuna mwingine hata sio kwamba eti labda ni ile ya kuachika labda au kukosa labda ile share labda na solution na kwa hivyo. Yaani kuna mwingine tu labda ukasema unasema why hata sipendezi tena sibai vizuri. Why nakuwa yaani unampa kijana yako. Bala ndo wakati kuonyesha kwamba mimi bila wewe ninaweza. Amen. Mimi bila wewe ninatembea. Amen. Mimi bila wewe naonekana good. Amen. Mimi bila wewe am good. Amen. Kama pokea katika jina la Yesu. Maadui zako wajue. Wao bila wewe bado unaonekana. Yaani unapopita tatizo, yaani unaonesha mimi bila wewe, mimi bila wewe, mimi ndo mimi bila wewe. Amen. Kwamba mimi naweza bila wewe. Amen. Yaani hata kama alikuwa ameweka makeup, akikuacha weka yaani kwa kope tafuta na makeup nyingine zaidi nzuri kutoka kwake. Alafu weka alafu kapiga picha weke na post. Alafu wewe hata kama usipomtumia, watamtumia linki tu. Tumia na ataiona. Kwa mimi sio kitu mbele zake. Kumbe umekopa. Lakini kumbe uwezo wa makeup ulikopo nao Eto umeachika, unaanza hata usuli baki. Nyewe hata nywele uchaya. Sasa naliacha ukafiri kichana. Hata yeye mwenyewe anasema tunaona niko kwa nayo yule, uga mzuri. Tunaona nilipokuwa bado nashiriki biashara yake ilikuwa inaendelea. Tunaona sasa hivi yani kisa tu amaloni biashara yako kwa sababu basi na mimi nimefunga. Uwezo wa kuendelea unao, lakini kisa muondoko uwezo wa kufunga. Wewe usipe kiki yako. Yes. Yaani acha adui yako aone kumbe hiyo sio kitu bila wewe. Yaani yeye ndio sio kitu.
labda yakini wakati ulipokuwa unamsifia amekuacha unapamba zaidi ya kumsifia. Tena atatafuta kurudi mwenyewe hata kwa machozi. Tena waambie kweli. Yaani unapita changamoto ndio wakati wa kuonyesha kwamba mimi niko dhahiri, yaani niko mahiri. Amen. Yaani ninaweza bila wewe. Amen. Nina nguvu bila wewe. Amen. Ninashinda bila wewe. Amen. Ninakata bila wewe. Amen. Mimi mshindi bila wewe. Amen. Sio unaweza kuonyesha wewe unampa kiki. Usipe kiki ndio yako. Yes. Nampe naweza. Naweza. Yaani hata kama ulikuwa uwezi, yaani hata kama ni kweli kwa kusaidia, hata kama ndio anakuta mjini. Yaani wewe siku kama alikuwa unaweza mbora kwa kumleta tena. Yaani kaongea tachikaji. Alafu nyosha piga pasi. Au zile nyosha piga pasi. Look smart. Kama mwanamke anale kusikimisha chukua mafuta kula paka ugeni. Au tembea. Au kuna ringa au unatabasamu sasa. Na kuja usoni mpaka nasema unaona mimi ni waki chago chake. Wewe sio furaha yangu. Mungu ndio furaha yangu. Yes. Usipe adui nafasi ya kuandamai. Anapokuandamai unampa kiki. Alafu na yeye unapompa kiki anajua yeye ndio yeye. Kwamba kumbe wewe bila mimi kulikuwa uwezi. Kumbe wewe bila mimi unaweza kabisa. Yaani kabisa unaweza. Yaani kabisa unaweza. Nasema nini? Yesu alikuwa anamwambia na Yuda. Yeye alikuwa sadaka. Akamkamata kaona bila jamaa ninaweza. Yuda akaona ngoja nikamuuza Yesu. Akili na mkomoa. Akaenda akamuuza. Kati Yesu na Yuda na wewe kwa kwanza. Yuda. Hapo Yuda alifuka. Yes. Yaani Yuda pamoja na kwamba alijifikiri kwamba yeye bila Yesu, kwamba Yesu atafanya injili. Kwanza mmoja alikuwa kwanza hapo bila kufukaga. Bora atakefuka. Hapo alikuwa kifubaya, bora na Yesu. Yaani Yesu alimwambia Baba, roho yangu ichukue, akafa. Yuda kujinyonga. Yaani haja zote zinatoka, machozi, jasho, kila kitu. Yaani kila mahali kunakumbuka. Mateso. Sipi adui nafasi. Muoneshe adui kwamba bila wewe bado naweza. Amen. Bila wewe bado mimi mshindi. Amen. Kwamba bila leseni yako bado mimi natembea. Ndio. Usiongezee leseni yako hapa. Hii kwangu hii. Bado natembea. Amen. Sipe kachao kikubwa hapana hichi. Unajisikia vizuri. Yes. Hata kama ni kizuri lakini kikubwa mimi sikitaki. Mzuri mguu wangu ukue. Nitakichukua kama cha kwako. Yes. Lakini ndio nafikiri kwamba ndio hatima yako. Yaani unajifikiri kabisa na nafikiri yaani yeye ndio hatima yako hapa mchini ndio kila kitu kwako. Hapana. Kumbe mwenyewe unakutegemea wewe. Ili pia yeye ajulikane na kutegemea wewe useme. Kwa hiyo usipomsema ndio unadhoofika na kwa sio kitu mbele zako. Unasomaje? Anasema upanga juu ya mashujaa wake. Upanga juu ya mashujaa wake. Nao watafadhaika. Nao watafurahia. Upanga juu ya farasi zao. Na juu ya magari yao ya vita. Amen. Na juu ya watu wote waliochanganyika ndani yake. Nao watakuwa kama wake. Upanga juu ya hazina zake nazo zitaibiwa. Sikiliza nikwambie kitu kingine. Kitu ambacho unahitaji kuingia kwenye raha ile ambayo Mungu amekupatia. Ile ambayo Mungu alikupatia. Yes. Imani. Amen. Imani. Amen. Imani ya wakoma wanne ilifukuza jeshi la Washami. Yes. Imani just watu wanne tu. Hiyo ndio mkoma akitembea yote mkoma anataka hivi anaenda tu. Ana mwelekeo. Lakini ile imani yao tu kama nikienda tufe au apote hai likafukuza jeshi la Washami. Yes. Yaani imani yako ndogo inakufikisha mbele ya hatima yako. Amen. Imani ya Elia kushusha moto. Yes. Maana Shadraka, Meshaki na Abednego kuweta tanuru la moto. Amen. Mwambie Bwana Yesu. Bwana Yesu. Naomba niongezee imani. Naomba niongezee imani. Imani inayozidi imani ya mashetani. Naomba niongezee imani. Naomba niongezee imani. Imani inayozidi imani ya mashetani. Imani inayozidi imani ya mashetani. Neno linasema kwamba shetani wanaamini Mungu yupo, ndio wanatetemeka. Yaani wao ukisikia Mungu yupo yupo. Lakini yeye akisikia Mungu yupo, anatetemeka na kutetemeka. Mwambie Mungu naomba nipe imani. Nilipenda ile hatua yako unayotaka nifike. Nipe imani inayozidi imani ya mashetani. Amen. Naomba mbele za Mungu. Hata yule hajasema katika ate lakini
imempa msomaji nafasi ya kujipatia, yaani ufunuo mwenyewe kwamba je, unataka raha gani? Unataka raha gani? Watoto ni raha ile. Mwambie Mungu unataka watoto wangu maana ni raha ile mwenyewe. Yes. Sema Mungu na biasa. Mungu na biasa. Nafanya bidii. Nafanya nini? Katika kuingia kwenye raha ile. Katika kuingia kwenye raha ile. Naomba niwezeshe. Naomba niwezeshe. Niweze kuingia kwenye raha ile.